Karibu tena. Leo nataka nikuletee wababe wa lugha ya Kiswahili. Kiswahili kilizaliwa wakati Waarabu waliingia katika pwani ya Afrika. Neno la Kiarabu lilipoingia lilibadilishwa, likavaa vazi la Kiafrika, likatii sheria za Kibantu. Ndipo Kiswahili kikazaliwa. Lugha ya bahari, ardhi na maelewano. Watu wake wakaitwa Waswahili, yani watu wa pwani. Lakini kila lugha hukua kwa sababu ya wababu wake, na Kiswahili kina wababe wa kihistoria. Nitakutajia watatu leo. Mbabe wa kwanza alikuwa Fumo Liyongo. Fumo Liyongo alikuwa shujaa, mshairi na msanii wa karne ya 13. Kupitia mashairi yake na hadithi zake, Kiswahili kilipata sauti ya fasihi, hekima na utambulisho. Huyu hakuwa mfalme wa vita pekee, alikuwa mfalme wa busara na maneno. Karne zikapita na Uislamu ukaenea katika pwani na mwambao. Kiswahili kikaanza kuandikwa kwa herufi za Kiarabu kinachoitwa Ajami. Hapo ndipo elimu, dini na historia zilipoandikwa kwa Kiswahili kwa mara ya kwanza. Kisha tukapata mbabe mwingine kwa jina Shaban bin Robert. Huyu alikuwa mbabe wa Kiswahili cha kisasa. Aliamini kuwa Kiswahili ni lugha, fikra, maadili na maendeleo, na kupitia vitabu vyake, mashairi na tafsiri alikifanya Kiswahili kiwe lugha ya elimu na wala sio tu lugha ya mazungumzo. Hapa nitawaletea mbabe wa tatu na wa mwisho kwa leo, ambaye ni Mwalimu Julius Nyerere, ambaye alikuwa ndiye rais wa nchi ya Tanzania. Mbabe wa kisasa kabisa. Akaja na jukumu kubwa zaidi, akatumia Kiswahili kuunganisha taifa. Hapo jukumu yake ilikuwa kuunganisha ulingo mkubwa wa Afrika Mashariki, lakini alifanikiwa kuunganisha taifa moja, taifa la Tanzania. Hapo basi alipoweza kuunganisha Zanzibari, ambacho ni kisiwa, na Tanganyika, taifa hizo mbili ziunganishwe zikaitwa Tanzania. Lakini pia alifanikiwa kutafsiri kitabu cha Shakespeare kwa Kiswahili, huku akithibitisha kuwa lugha ya Kiafrika inaweza kubeba falsafa nzito na mawazo ya dunia. Sasa basi, hawa ndio wababe watatu ambao nakuletea leo wa lugha ya Kiswahili. Wababe si kwa sababu ya nguvu, bali kwa sababu ya maono. Wakati wa ukoloni, Kiswahili kilichaguliwa kuwa lugha ya mawasiliano. Baada ya uhuru, kikawa lugha ya umoja na mshikamano. Kikavunja mipaka, kikazungumzwa kutoka pwani hadi bara, kutoka sokoni hadi darasani. Leo Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 200. Ni lugha ya umoja wa Afrika, ni lugha ya diplomasia, ni lugha ya sanaa na kizazi kipya. Lakini mizizi yake haijabadilika. Kila neno la Kiswahili hubeba historia ya watu waliokutana, wakazungumza na wakachagua kuelewana badala ya kupigana. Kiswahili hakikuzaliwa kwa ushindi au kwa kishindo. Kilizaliwa kwa mawasiliano, uvumilivu na hekima ya Kiafrika. Na hadi leo, sauti ya bahari inaendelea kusikika katika kila neno lake. Asanteni kwa kunisikiliza.